Mimi watu wakiongea habari ya misitu. Ninakumbuka ya kwamba mnamo mwaka wa 97 ama 98, 1997-98, kuna mtu mmoja alikuja kwangu akaniletea kitabu cha Rebecca Brown. I don't remember whether it was Prepare for War or inaitwa nini nyingine. He came to set the captives free. One of the books, sikumbuki ni gani. Hiyo ni miaka mingi. So yule mtu alipokuja na kile kitabu, akanipea, akaniambia soma mtumishi. Nikasoma kidogo hapa mbele. Nikaona huyu mama anasema vile sijui mtu alikuwa amefungwa, akona pepo, sasa hii pepo inakataa kwenda. Hiyo kitabu nilifungia hapo. Kasema mtu akikataa kuokoka vizuri, yeye anasumbuliwa na pepo. So mimi nikachukua kitabu hata karibu nigonga yule alinipea, maana nilimu. Chika. Mimi sisomagi vitu kama hivi. Mimi nilikuwa naamini kulingana na Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Tazama, kwa wote walio katika Kristo mambo yote ni mapya. Ya kale yamepita. Haleluya. Sasa kama ya kale yalipita, mbona huyu mama anasema pepo inaweza fuga mtu? Sasa mimi nikakaa na nikaamini mambo yangu yatakuwa mzuri, na mimi siwezi fungwa na pepo, na kwetu hakuna pepo, na area ya kwetu haikai mapepo, zinakaa kwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. So siku moja miaka kama 3 baadaye, nafikiri miaka 2 hivi baadaye, nilikuwa na mkutano. Mkutano huo kuna ndugu yangu nilikuwa nimealika. So alipokuja kuna katabia kalikuweko kanisani na mtu mmoja. Nikaona kwamba tukiombea watu, ukianzia upande huu naombea watu ufike ubakisha watu wawili umufikie, anaanguka. Haya, siku hiyo nyingine ukikuja hivyo tu, ukibakisha watu wawili, watatu ama mtu mmoja ndio anaanguka. Hakuna siku ungemfikia umwekee mkono. Sasa kwangu mimi nikafikiri ni Roho Mtakatifu anatembea sana kwa hiyo kanisa. Holy Spirit is at work. So hata sikushughulika na yule mwanadamu, maana alikuwa msichana. Lakini siku moja tukiwa na huyo rafiki, mimi nikajiambia huyu msichana, wacha niwekelee mkono wa garau hata yeye apokee kile wengine wanapokea. Kama msichana kaliposimama kakajishika hapo, akaanza kupumua. Sasa mimi nikajua basi ile ya Rebecca Brown, dakika hiyo nilikutuka. Hiyo ndio siku nilikumbuka kuna kitabu nilikataa kusoma. Nikajiambia sasa kile nilisema hakiko kimenikuta. Na waambia wapendwa, hakuna kitu sikufanya. Amen. Kukemea kwa jina la Baba. Likikataa naenda na Mwana. Likikataa naenda na Roho. Kugonga kichwa, kuombea tumbo, mgongo, wapi, hakuna mahali sikuombea. Lakini pepo ilikataa pepo. Nikasema hii ni gumu, lakini ngoja nitafute mbinu. Nikaambia ndugu mwingine, enda uniletee mafuta iko hapo kwa nyumba. Akaenda akakuja na mafuta. Na hakuna mtu mwingine alisikia, ni mimi tu na ndugu tulikuwa tunajua tumeambiana nini. Hata wale walikuwa wananisaidia, hakuna mtu anajua. Akaja na mafuta, hata alinipea msichana amelala hapa, akanipea mafuta, mimi nimeangalia huko. Nikasikia kamesema, kako chini kwa msichana. Na kamefunga macho bado kanaombewa. Nikasikia kamesema anointing. I mean anointed everybody. Sasa nikajua basi leo niko adhoka, kumeharibika kuliko vile kulikuwa. Yaani kamejua niko na mafuta. Na hata Asha za watu, unajua hata Asha wanastuka. Maana hawana habari kuna nini.
Hiyo ndio siku nimewaona giza mchana saa 6. Unaona giza ndio hiyo na ujui ufanye nini, sijui nianzie wapi. Jameni, kaliamuka, kalirusha ashes na kamekaliwa. Bwana asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu hapa alikuweko anaweza jua. Kuna mwanadada alikuwa huko, nilikuwa Kathero, alikuwa anaitwa Betty. Betty alikuwa mkubwa. Sasa naambia Betty akakalia hapa ili kasiamuke. Anakwambia kaliwarusha wote wa ashes 6. Na kakaamuka, kakazunguka, kakaja kakaroga mafuta pa. Na kuko na giza. Kwa sababu ni jioni. Kakaanza kwenda kuanoiti watu. Sasa mimi nakimbizana na haka kakona pepo. Kasipake mtu mafuta, kasisambaze kitu. Jamani, tumefanya kazi. Mwisho wa yote nilipoona kamenishinda. Nilienda. Ndugu yako anajua kulikuwa na frame kama ile nikakalia. Nikaketi nikauliza Mungu, ukifika hapo mtu huenda pande gani? Thank God nilikuwa na imani. Thank God nilikuwa nasikiza Mungu. Akaniambia muache aende, atarudi kesho. Ya Mungu hajai sema kitu mzuri kama hiyo. Niliambia sasa amkeni, wachana naye. Ni kama nilikuwa nangojea akasema nimuache. Kalitoka pio, kakafungua mlango, kakaenda. Mimi nikaenda. Sasa hata unabidi ukula chakula ya watu wawili. Maana ile kazi tulikuwa tumefanya ilikuwa double work. Kazi ya kuhubiri, kuombea watu na kutoa pepo. Sasa unaweza imagine tulikula usiku huo, ilikuwa Saturday. So baada ya hiyo tukaenda tukiongea na mhubiri. Sasa tunaulizana vile kutakuwa. Itakuwa hatujui vizuri kama katarudi. Unajua hata kama Mungu amesema huna uhakika kabisa, maana hajawahi sema kitu kingine kama hiyo. Lakini usiku huo nikalala. Tulipolala asubuhi, nililala mtu ambaye ameenda safari. Sehemu ya ile safari sikumbuki. Lakini huwa nakumbuka mahali ili nikuja kuamka, niliona vizuri yule msichana akikuja, nikamuona kwa mbali ametoka mbali. Ninamuona tu anakuja akifuata barabara vizuri tu vile zilikuwa. Yani I do believe now I was in the spirit because there was no way I would see that very accurate barabara vile anakuja, ninafuata nyayo zake na muona vile anakuja, akaja nyumba yangu ulikuwa kuna kajia. Ulikuwa unakuja hivi unateremka mlango uko hapa. So yeye alikuja sasa akiwa kama hapa ninasikia mpaka miguu vile inapiga. Nyumba ni ya mawe, huwezi sikia kitu ile nacho. Lakini namsikia vile anakanyaga. Uzito wa daimoni. Akaja akapita akanock mlango. Nikaambia ndugu, sasa mimi nikarudi katika nomo. Nikaambia mhubiri ndio huyo yule msichana. Ananiuliza umejuaje ni yeye? Nikamwambia ngojea hapo. Nikafungua mlango. Hata nilifungua mlango wazi kabisa. Unajua kalikuwa self confused. So ndugu akafungua kakate hivi akaona ni kweli. Msichana nikamuuliza unatakaje? Nataka kuopewa. Uko tayari kuachilia ziende? Akasema ndio. Nikamwambia enda uoge urudi. Ndugu nilipoingia ananiuliza umejuaje ni yeye? Namwambia si ninamuona akikuja. Si nimeona kila kitu. To cut a long story short, daimono zilienda. But I never knew that the demons zinaweza kaa ndani ya mtu ameokoka na zipate mahali pa kuketi. Glory be to God. So ninachojaribu kukunenea siku ya leo, na nena habari ya misingi ambao hupea mashetani makao. Particularly when you have wrong foundations. Misingi ambao inakasoro. Bwana asifiwe sana. Sasa sijui kama ulitupa notes kwa sababu zilipotea. Okay. Hakuna shida. Tutarudia tu kidogo. Nikasema kitu cha kwanza ni tulisoma katika Samueli wa pili mlango wa 12. Tukasoma pale Daudi alipolala na mke wa Uria. Alipolala na mke wa Uria, tendo alilolitenda hiyo utapata katika mlango huo wa 10, mlango wa 11 ndio una maelezo. Lakini mlango wa 12 ni nabii amekuja. 2 Samuel 12 for those who are not here. From verse number 8 all the way to verse number 14 ndio tutasoma. Lakini ninasema ya kwamba ukifuata ile hadithi, Daudi kile ambacho
ambacho amefanya, nafikiri mstari wa 9 sio wa 8. Kile alichokitenda, Mungu mwenyewe akashuka akamwambia, kuona kwamba umedharau amri zangu, ukatenda jambo hili ovu mbele zako, ukamuua Uria Mhiti kwa upanga, nawe umechukua mkewe awe mke wako, nawe umemuua kwa upanga wa wana wa Amoni. Mstari wa 10 unasema namna gani? Mungu akasema hivi, tazama sasa, upanga hautatoka katika nyumba yako. Tendo lile Daudi alilotenda likaweka msingi ambao uliketi katika ile nyumba. Glory be to God. Watoto hawakuwepo, hata baba hakuenda kwa watoto akawauliza, mnataka nichukue mke wa Uria? Hakuwauliza. Lakini baada yake kutenda, Mungu anasema nyumba yako kutoka sasa itaketi juu ya msingi ulio na upanga. Upanga humaanisha vitu viwili, hukumu na mauti. Maana ni kusema nini Mungu anaposema nyumba yako itakuwa na upanga? Nitakuhukumu na nitaua katika nyumba yako. Kifo sasa kitafika kwa nyumba yako. Kwa tendo hili ulilotenda, you have given an occasion to the enemies of the Lord. Umepea maadui wa Mungu nafasi kwa kutenda tendo hili. Nikasema kuna vitu kadhaa hujenga misingi. Number 1, kitu kinaitwa dhambi. Dhambi itajenga msingi. Usidharau dhambi. Usiangalie dhambi kama kitu kidogo. Uwe mzinzi, mwizi, msherati, mtu ambaye ni misingi unajenga. Na hiyo misingi ita-affect kitu fulani. Tutaongea hiyo baadaye. Jambo la pili ambalo nimesema habari ya traditions. Mila na desturi. Ni mila gani unayoifuata? Ni desturi zipi ambazo umezipa kipaumbele katika maisha yako? Maana desturi na mila utakazozifuata zina uwezo aidha wa kujenga msingi mpya ama wa kuestablish msingi ulio. If you walk in traditions that are ungodly, they will build or establish an existing structure na itakusumbua. Kuna traditions nimesema tuangalie. For the sake of those who are not here, unaweza andika kwa haraka maana tutapita. Tradition number 1, nikasema uchunge wakati wa tradition zetu sana zina maeneo manne huwa zinafanya kazi sana. Eneo la kwanza ni eneo la kuzaliwa. Wakati mtoto anazaliwa nikasema kuna shida. You must be careful what happens. Because nikasema katika kuzaliwa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, mapokezi ya yule mtoto. Amepokelewa vipi? Hallelujah. Amen. Mtoto yule alipokelewa na akina nani? Na watu wasiibiwe mawazo haraka. Na unajua unaonekana kwa kamera ukichukulia. Watu wale watakuwa nje ya TV watakuwa na shida. Mbona unafanya hivyo kwa kamera ya TV? Twende mbele. Praise the name of the Lord. So I'm saying katika siku mtoto amezaliwa anapokelewa na nani? Anapokelewa katika taratibu ya aina gani? Wale wanaomchukua wanamchukua kwa njia gani? Glory be to God. Wanamchukua kama nani? Wakimchukua hivi wamuite tagu sijui nini, waseme Muriuki agochiaro akaini. Hiyo kitu hivyo wanampokea. Wamempokea kama mtu ambaye pengine hata hayuko. Hiyo peke yake ina uwezo wa kuestablish msingi ama wa kujenga msingi mpya wenye uovu. Jambo la pili, upeanaji wa majina kwa mtoto akizaliwa ni junction ya muhimu sana, uichunge. Maana katika jina anaweza propagate a kingdom. In naming you may propagate a kingdom. You may bring in a kingdom that you did not want. Kwa jina tu ukapitisha kitu. Bwana sasa. Twende katika stage 2 ya mwanadamu.
Nikasema ni stage inaitwa nini? Circumcision. Katika transition ya kutoka katika utoto kwenda utu uzima, pale kuna junction ambayo unaweza kata kilichokuwepo ama uunganishe na kitu ambacho hukutamani. Ikifika wakati wa circumcision, wakati wa tohara, wakati wa mtu kuitwa mtu mzima, ni lazima tuchunge barabara tuipitayo isije ikaleta shida katika siku zijazo. Ikajenga msingi ambao tutajua. Bwana Yesu atukuzwe. Sina muda wa kueleza mengi. Sasa stage number 3 tulisema nini? Marriage. Ndoa ni process. Ndoa inaanza wakati tunaanza kwa nyumba, wakati kijana anapenda msichana, hapo ndipo inaanzia. Inakuja kwa kujulikana, inakuja kwa negotiations, inakuja kwa dowry, mtu alipe mahali. Njia ile utakayotumia katika barabara ya ndoa itakuwa aidha inakuweka kwa msingi mzuri ama msingi mbaya. Praise the name of the Lord. Amen. So usije nikasema unapaswa kuchunga mambo kadhaa. Hebu nikumbusheni, katika ndoa kuna vitu tulisema. Jambo moja tulisema ni nini? Jinsi ya kutoka. Unatokea mlango gani? Ulitokea wapi ukienda kufanya ndoa? Je, ulitokea mlango wa nyuma? Ulitokea mlango wa uzinzi? Ulitokea mlango wa mimba? Ukaona mimba, ukaona sasa uwezi acha, utabidi uoe, mtabidi muone, so mnakubaliana juu tuko na mimba, wacha tuendelee. Hiyo mlango mmetokea, siku moja itakuja kujenga kitu ambacho kitawaafect. Bwana sio sawa. Na mambo yale ninakueleza uyashike, kwa sababu kama kuna kitu utaona hiki ndicho nilifanya, unapaswa urekebishe. Praise the name of the Lord. Amen. So kuna watu katika hii dunia ambao wanafikiri ya kwamba unaweza fanya kitu tu na wewe. Mungu anaambia Daudi, kuona kwamba umefanya hivyo, upanga hautatoka kwa nyumba yako. Tendo ulilotenda lina madhara yake, lina adhari zake. Haleluya. Amen. Kuona kwamba umetenda uovu. Sasa Mungu katika verse 11 anatoa hukumu. Katika hili ambalo verse 10, kuona kwamba umefanya hivyo, umeua Uria, umelala na mke wake, umeficha hiyo mimba mpaka akaja kuzaa mtoto, basi nawe upanga utakuwa. Mlango ule utatokea, utakuwa na hukumu yake. Hukumu nzuri ama hukumu mbaya. Praise be to God. Amen. Ingiza mtu muulize kama ako Edia. Na unangoja kujibu. Sio unamuuliza alafu unaniangalia. Ako tu. Uliza wewe mwingine kama anaelewa. Amesema aje? Sasa uliza mtu watatu, kwani umestuka? Maana kuna watu wanakaa kama wamestuka, wameona kama hai. Nasema mlango utakao tokea katika ndoa ni wa muhimu. Tulisema nini jambo la pili? The recognition of your marriage. Mtu akutabue, aseme kweli fulani tumesikia. Ripoti yako umetueleza na tumesema asante. Mungu akubariki. Tendo hilo ni la muhimu. Ndoa ikikosa recognition inakuwa na kitu tunaita nini? Illegality. It is not legal. It is not binding. Haina mahali. Wakati yule mtu alikuwa ametumwa kwa kina Abraham, kwa ndugu yake Abraham, aende akatafutie Isaka mke. Alipofika na akamtambua Rebeka ndiye anataka aende akawe mke wa Isaka. Si angemwambia tu Rebeka, tunangojea nini? Jia ndio hiyo. Kalia gamia, Mercedes ya siku hizo. Twende. Kwa nini yeye anarudi kwa kina Rebeka kusema Rebeka, nimeona ndugu yake alikuwa anaitwa Laban na baba yao alikuwa anaitwa nani? Nahor. Ni Nahor alikuwa anaitwa nani? Wewe baba ya Rebeka alikuwa anaitwa nani?
Kumbe hamsomi Biblia. Haya, kibarua sahihi. Kitabu cha Mwanzo. 20 na ngapi? 4. Alikuwa anaitwa nani? Bidwe. Ninyi ni watu ambao mnabidi kufanyishwa historia. Bidwe. Babake nani? Laban na nani? Na Rebeka. Akaenda kwao akasema, mzee, hii msichana nimependa, nikubalie niende naye. Si kuiba, si kwenda, ni kugoja mpaka ndoa ikubaliwe, ya kwamba sisi tumesikia na tumekubali. Praise the name of the Lord. A stolen marriage will always have consequences. Ukiiba ndoa, uibe msichana, uibe kijana ya mtu, muende na yeye. Wewe umemaliza hiyo nyumba, umemaliza jambo lingine tulisema ni nini? Release. Kuunganishwa kuna kutoka kwanza. Zao tulisema ndio hili. Kuunganishwa kwenu, unaunganishwa kivipi? Nikasema ndo maana mtu anapaswa kuwa careful asije akawa ni unafunga ndoa tu kana kwamba ni karati mbili unafunga pamoja upeleke soko. Yaani kile unafanya kitu ambao unaelewa ni nini unafanya. Don't just allow somebody akuje tu na pete ya wabariki ama afanye hiyo sio jambo lilokuleta katika siku ya harusi. Umekuja kuunganishwa na kunapaswa kuwa na tamko la baraka linalokupea platform ya kujenga nyumba. Praise the name of the Lord. So for the sake of time mtaniruhusu nifikishe pale. Then nikasema season ya 4 ambayo ni ya muhimu sana ni gani? Bali mtu amekufa, mnazika namna gani? Mnatumia barabara gani? Na hiyo ndio nikauliza huyu ndugu kwao wanazika watu namna gani? Sijui kama huku iko hivyo. Tukasema kwamba ukienda Tigania utakuta mzee kama amekufa. Kitu moja alituambia ni kwamba hawezi zikwa mchana. Anazikwa jua likiwa limefanya nini? Lazima kuwe na giza fulani. Lile giza lina maana yake. Jua kutua lina maana yake. Amen. So ukiwa pastor usifanyishwe hizo kazi za kuzika watu usiku. Tunaambiwa unajua ni mzee hawezi zikwa mchana. Hapana. Na ukienda kwa Wamasai mtu hazikwi mchana usiku. Lazima azikwe kabla jua halijafanya nini? Halijatua. So unaenda unakuta mila. Kila mtu ana kitu ambacho anafanya. Ana maana ya kile anachosema. Praise the name of the Lord. Amen. Traditions. Uchunge wakati wa kifo unaweza ingia. Tukasema jambo lingine ambalo linafanywa ni kwamba anazikwa akiangalia pande fulani. So na akatwambia kwamba nyinyi sio familia mnachagua mahali atazikwa na vile atazikwa. Kuna mtu yule atakuja aseme hii shimo itakuwa hapa. Fikiria kwa nini asiachie familia? Kwani ni yeye amekufiwa? Ndio ngoja. Nani amefiwa? Ni wenye nyumba ama ni watu wa nje? Mtu ni wetu sote, lakini wenye nyumba ndio wenye mwili. Amen. Hata tukikuja kupimwa DNA, hatuwezi chukua ya neighbor. Tutachukua sample ya mtu wa nyumba, kwa maana yeye ndiye wameunganishwa. Kwa hivyo nyumba inapaswa iamue, lakini unakuta si nyumba inaamua, ni mtu ambaye ametoka nje na kamupato yake. Hata haoni vizuri asema inaana ande. Inaanekwa. Ajui hata wapi. Lakini akielewa ndiye anasema hebu nisokete upate hiyo ingine. Anasema haya shiba hapa. Halafu angalia kile pilo hilo. Unajua kile pilo hilo? Mwanisikia kile pilo hilo? Mount Kenya. Kisha yaangalia nini? Wengine wanazika akiwa anaangalia kule jua linatoka. Maana kuna ibada ya jua. Na miungu ile ambao wanajua kuiabudu. Hiyo ndio anafuatilia. So mnachimbishwa kaburi, nasema hivi mwenda uchunge hii. Sawa, hakuna mtu ambaye anaweza hubiri miaka mingi akose angalau kama mtu mmoja kalikufa aziki. Chunga usifanyishwe kazi. Uchimbishwe kaburi kiangalia na huko, maana jua linatoka wapi huko.
Na huku. Mungu kwenu kuna nichanganya. Inatoka which exist. Hivi. Kweli. Sinaona kalichomoka na huku. Kuna sana kuna kama likachomoka na huku. Hapana, ni hapa tukiwa kwa nyumba naona jua imechomoka na huku. Wacha kunikaganya. Nitaangalia asubuhi. Tambuka mapema nione linatoka pande gani. Alright. So unakuta umechibishwa kaburi kiangalia kule jua linafanya nini? Linatoka. Ama unaambiwa angalia kule linatua. Lakini ukienda kwa mzee atazikwa akiangalia nyumba yake directly akiface mlango. Na kusudi ni hii, awe analinda boma yake. Ninakauliza swali, mtu amekufa tunaweza muacha akiangalia ng'ombe? Mutigania ni nini anasema akisema hivyo? Katika lile tendo kuna kitu anachojenga. Ukifanya yale matendo, maana sijui baba yako amekufa, ndugu yako mkubwa alikufa, unaenda hata unasaidia katika kuchimba kaburi ikielekea mlango wa nyumba yako, wewe ni mchawi mkubwa. Na mtu ambaye anaunganisha walio hai na waliokufa. Unashiriki ibada ya kuunganisha maroho ya waliokufa na maroho ya walio hai. Baada ya hiyo nyumba mtaona vile itakaa. Itakuwa nyumba ambao haina maelewano, haina nini, because maroho yalitembea, yalijengewa barabara. I was trying to make a point. Traditions can be a pathway ya kujenga kitu ninaita mjengo wa kiroho utakaoamua vile familia itakuwa. Be careful. Salimia mtu mwambie be careful. Mwambie uwe mwangalifu zaidi. Jambo la tatu ambalo hujenga misingi. Nafikiri hapo sasa nimetoka. Because nimesema dhambi, alafu tukasema nini? Traditions, mila na desturi. Jambo la tatu ninaita practices and lifestyles. Practices, jinsi ya kufanya mambo. Tumefika wakati wa negotiations za ndoa. Sisi hufuata hii taratibu, mtu anaitisha ng'ombe 2, alafu baada ya ng'ombe 2 unaitisha fisi 3. So baada ya hiyo unafanya, ninapeana tu mifano. Kitu ambao unaitishwa hata wewe ukiulizwa ni nini hii umepeleka, uwezi sema. Practices can be a way of building foundations katika boma, katika maisha ya mtu. Amen. Practice ya kwenu, watu wale wako na manyumba hufanya tabia fulani. Kama ukienda uende, nimewaambia mambo mengi sana. Unajua huwa anatembea. Uende Western. Msichana ukiolewa Western, uwe tayari, jitayarishe kwa mambo fulani. Mkizaa mtoto, nywele ya kwanza hainyolewi Meru, inanyolewa huko. Unachukua mtoto unapeleka nyumbani kwa shosho yake akafanya nini? Akanyolewa. Kwenu hakuna makasi, hakuna wende, hakuna kinyozi. Kule huko. Hata ukazalia Mombasa, utabidi uende kama wewe ni wa Kakamega, uende mpaka Kakamega. Akanyoleweko huko. So mtoto anaenda anafanya nini? Ibada ambao huielewi, practices. Praise the name of the Lord. Jinsi mnavyofanya mambo. Na Mungu awasaidie, kuna mengi ambao sina muda wa kueleza. Number 4, curses and spoken words. Laana, na tunaposema laana inaweza simama kwa upande wote. Laana inaweza kuwa laana inayowafunga watu kwa mazuri, laana inayowafunga watu kwa mabaya. Curses and spoken words can establish foundations. Laana na maneno yaliyozungumzwa yanaweza jenga misingi.
So ni maneno yale ambayo yanasikika. Mtu anasema kitu fulani hakitafanywa, jambo fulani litakuwa hivi, ananena maneno mazito yenye uzito fulani, yanajenga msingi fulani. Bwana asifiwe sana. Na Biblia ina mifano. Katika kitabu cha Yeremia 35 ina mfano wa laana. Biblia inasema nalo neno la Bwana likamjia Yeremia, akaambiwa hivi, nafikiri kutoka mstari wa kwanza. Mungu akamwambia, enenda sasa uwachukue watu kadhaa katika nyumba ya mtu anaitwa Rekab. Twende mbele. Uwachukue Yeremia. Go to the house of the Rechabites. Unenda na wao, uwachukue kadhaa uwalete katika moja ya chumba katika hekalu. Uwape divai wanywe. Bwana asifiwe sana. Twende mbele tu. So akachukua Jazania, akachukua Habazinia na watu kadhaa kutoka kwa nyumba ya nani? Ya Rekab. Twende mbele. Aliwachukua, nikawaleta katika nyumba ya Bwana, katika chumba cha Hanani mwana wa Idalia, mtu wa Mungu, kilichokuwa karibu na vyumba vya wakuu ama wafalme, wana wafalme, ambacho kilikuwa juu ya chumba. Yaani anapeana ili uelewe kilikuwa wapi kwa hekalu, kona gani ya hekalu. Twende mbele. Akawawekea divai, akawaambia sasa kunyweni, na akawapea vikombe ili wakunywe. Mstari wa 6 unasema namna gani? Unasema, but they say, hatutakunywa divai, kwa maana Jonadab mwana wa Rekab baba yetu alituamuru na kusema, hamtakunywa divai wala kileo, nyinyi wala wana wenu milele. Mstari wa 7, na hivyo wala hamtajenga manyumba, msipande mbegu wala msipande mizabibu, wala hamtakuwa na chochote, lakini siku zenu zote mtakaa katika mahema, ili muishi siku nyingi katika nchi mnayokaa. Mstari wa 8 nafikiri unasema ya kwamba, na hivyo tumetii sauti ya Jonadab mwana wa Rekab baba yetu, kwa yote aliyotuagiza, hatujakunywa divai siku zetu zote, sisi, bibi zetu, wana wetu wa kiume na wa kike. Wakafungwa na neno lililonenwa, matamshi ya baba yao yakaweka mipaka fulani ambao hawakuipita. Glory be to God. Amen. So spoken words can create structures. Huyu mtu kwake si nyungu hakuna ya kuweka pombe. Huyu mtu kwake si chupa hakuna ya kubeba divai, lakini neno lililonenwa limeweka mipaka. Glory be to God. So structures can be erected. Foundations can be created through spoken words. Maneno yaliyonenwa. So wale ambao tuna madharau, nyumba unakaa na wazazi vichwa ngumu ambao wanakaa wakilaani, wewe chunguza. Hapana, kaa uangalie hiyo maneno maneno kama ni mzaha. Inaweza kuwa na effect fulani katika maisha. Baba yako akiamuka aseme na wewe kaka na ana kao uchumbura muno, mtoroga akugora kedro na dhinai nena muno. Hiyo amesema saa hiyo usichukue kama mzaha. Inaweza kuwa itakuwa sumbuko katika ndoa yako milele, ufe ukiteseka. Bwana sasa. Na ndio huwa naambia watu tuchunge vile tunaongea hata wakati tumekasirika. Wale ambao ni wazazi, hata kama mtoto amekukasirisha, unasikia sukari imepanda na chumvi imeteremka, chunga vile utaongea. Sio unamwambia wewe shida ile utakuwa nayo ni nyingi. Ni nini unaweka? Maneno yako yatajenga msingi. Kama maneno ya Jonadab mwana wa Rekab yalijenga mjengo, hata yako yana uwezo wa kujenga. Hapana dharau. Wacha kufanya kama baba yako ni special. Maneno yake hupotea. Ya baba yako yanaweza jenga kama vile yako yanafanya nini? Kama ya Jonadab yalijenga. Praise the name of the Lord. So spoken words or curses can create structures. Ama kile ninaita foundations. Bwana asifiwe sana. So
Ninafikiri nimewatajia kwamba kuna mijengo mitatu. Mjengo wa kwanza tulisema ni personal, ule wa kibinafsi. Mtu anaweza jenga mjengo wake. Wa pili ni ule wa familia. Within the family kunaweza kuwa na mambo yamefanywa yanajenga mjengo. Na ya tatu ni kitu tunaita community. Nilikuwa nimewapea hizo. Yeah. So uchunge kwa sababu unapaswa uwe muangalifu kuhusu maisha yako binafsi, mambo yale unatenda na maongeo yako. Sio ukikaa unajiangalia tu umemaliza miaka 29, unasema kai mimi nitaolewa na nani? Umeshaanza kujenga msingi ambao ni wa mashaka katika moyo wako. Na msingi huo shetani atautumia kukuzuia. Andika haya mambo mawili ambao nitakusaidia nayo. Misingi huamua aina ya mjengo wowote utakaojengwa juu yake. Foundations determine the shapes and the sizes of whatever structure shall be erected upon them. Kuna msingi fulani katika familia yetu. Msingi wa square unaweza tu kubali nyumba ya square. Msingi wa round unaweza tu kubali nyumba ya round. So msingi, in other words, foundation ama structures huwa zinaamua, zinategemeza kile ambacho kitajengwa. Manake ni kusema kuna jambo katika maisha yako unaweza tamani kuwa nalo na usiweze kwa sababu msingi haukubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umejenga nyumba bao hapa chini. Ujaribu kuweka mawe huku juu, jaribu. Uone haziingia. Praise the name of the Lord. Hata nyumba ya bao kama hii na mawe, utaona kuna gap, haishikani kabisa, haikubaliani kabisa, huwa inawacha gap. Because kile kimejenga chini hakiwezi kubaliana na kile kiko juu. Hii ni kuforce, tumeforce na misumari, tumeweka misumari, tukaweka, sijui huku sioni ile tumabati huwa inafunga. Haikuwekwa. Haya. Na mtu alilala siku ya kazi. Kuna ile tunaforce kwa misumari ili mbao na mawe zikubaliane. Maana haziwezi, na hata sasa hazijashikana, ni vile tu zimekubaliana kwa muda. For now tukubaliane tukae. Si ati zimeshikana. Ni ile ya mapatano ya muda. Temporary marriage. So kuna kitu inaweza jengwa katika mwanzo wako. Ujaribu kuja kujenga wokovu. In fact wokovu unakaa kama ni kukuua, unakuua. Maana nyumba ya kwenu haijui wokovu. Munisikize vizuri katika hili jambo. Nyumba ya kwenu kama kile kimejengwa huko hakikubaliani na wokovu, unaweza kikuta eneo ambalo unajaribu kuokoka, actually ni kujinyonga, unajinyonga ukiokoka. Paka watu wengine wanafika mahali mpaka wanafikiri akakubackslide ni mzuri. Maana wakati sikuwa nimeokoka, sikuwa kuteseka. Na ni kweli unaongea. Maana wakati huo umeokoka, msingi ni ule ule. Maisha ni yale yale. Ulipookoka ulihama msingi wako. Kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 18, sisi si wageni tena bali ni wenyeji wa nyumba ya Mungu, tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii ambao Yesu ndiye jiwe la kura pembeni. Tumehama misingi ya ushetani tukapandwa kwa misingi ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe ni jiwe la kigeni. Jaribu kuenda kurudi kwa ile jiwe la kweli. Uone vile litakufanya. Unajikuta haufit, hamuigiani. Kuna mtu anaelewa vile nasema? Unaokoka ndio mateso yanaongezeka. In fact badala ya usifiwe kwa kuokoka, badala ya baba yako akwambie kamwale yako ugeria muno, urano kirecho na kwero kubwa. Baba ndio siku anainua kiboko na anasema wacha nikwambie hii nyumba ni ya maumau. Ukatolewa mirungu migeni. Unamuuliza baba,
Sina unaga kuwa na Bible. Anakwambia wachana na Bible, weka nje Bible. Nasema kwako hakutaingia mhukumu gani, unashindwa mhukumu gani? Na nimekuwa nikiona baba ukiomba na hata fellowship huja hapa. Mhukumu gani ametoka wapi? Anachokwambia ni kwamba wewe umeanza kuwa jiwe ngeni juu ya msingi. Hatuwezi shikana. Misingi ni ajabu. Praise the name of the Lord. Tulikuwa tunazungumza juu ya nini? Foundations. Nikasema foundations are determine the structure that shall be built upon. Ni nyumba ina gani, ni mjengo ina gani utajengwa pale juu. Jambo la pili ningetaka uelewe ni hivi. Foundations are like tethers. Misingi ni kama kamba ambayo itakuruhusu uende mpaka ubakuo. Misingi ni kama kuta, utaenda unataka kutoka unakuta hakuna njia ya kutoka. Unajiambia na nitatokea hapa, unakuta hakuna njia. Unajiambia utatokea pale, unakuta hakuna njia. Misingi huwa hivi, huweka vitu. Andika mambo haya kwa kifupi. Effect of foundations. Madhara ya misingi. Mambo ambao huharibika ama huja na ile misingi vile vile. Jambo la kwanza, foundations will always give an occasion to the devil. Misingi siku zote itampea shetani nafasi. Itampea shetani nafasi. So shetani particularly ninanena habari ya misingi mibaya. Ninajua misingi mizuri, hiyo sina jukumu la kuzungumza sana. Hiyo utaielewa hata umefundishwa kanisani. Misingi ya uovu ikishajengwa, shetani ataitumia hiyo misingi kufanya kile anataka. He will use the foundations as the ground, rather the loophole.